Hii simu ina tatizo la kuonesha kuwa inachaji lakini moto hauingii kabisa. Ukiangalia kwenye bodi yako ya skrini inaonesha kwamba inachaji lakini moto wake hauingii. Kwanza tupime kwenye mita yetu tuangalie kipi kinachoifanya kwamba ifanye kama inachaji. Inaonekana inachaji lakini haiingizi moto hata kidogo. Ngoja tuende kwenye mita yetu tuiseti. Hakikisha umeseti kwenye voltage 200. Hapo ukipima uangalie voltage inatoa voltage ngapi. Inabidi itoe kuanzia voltage 4 na kuendelea, voltage 4 na kuendelea, lakini isifike voltage 5, kwa sababu ikifika voltage 5 itakuwa inavujisha moto. Njoo tuangalie jinsi ya kuitengeneza. Unaona inaleta voltage 3.4 3.4 ambavyo haiwezi ikachaji betri. Betri inachajiwa na voltage kuanzia 4 na kuendelea, 4 voltage 4 na kuendelea, voltage 4.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7 inachaji betri la simu. Haya, twende kutengeneza. Shida yake ni sehemu ya IC hapo. Hii haina shida ya IC, nielewe vizuri, haina shida ya IC, ile system charger IC. No, sio tatizo lake. Tatizo lake njoo nikuoneshe sehemu iliko. Hii haijaharibika system charger. Sio shida, sio system charger. Usiende kubadilisha system charger ukasema kwamba imeharibika system charger. Kwanza, hatua ya kwanza, toa hiyo terminal zake, zitoe kabisa. Na huku tunakwenda kubadilisha sasa. Kuna vidiode hapo chini, kuna vidiode ambavyo tutaenda kubadilisha, ambavyo vimeharibika hapa. Nitakuonesha kwamba vimeharibiwa na maji, sijue mteja hajaniambia vizuri, itakuwa vimeharibiwa na maji au nini. Hapo nipo kuonesha hapo. Naweka mafuta yetu, naweka mafuta yangu hapo, nikuoneshe jinsi ya kutengeneza hii simu ambavyo inafikisha voltage 3.4 ambavyo inabidi ifikishe voltage ya 4.1 hadi 0.8. Kuna vidiode hapo unaviona hapo, kuna diode na resistor ambavyo vimepakana na IC ya system charger. Kwanza itoe hiyo IC uweke pembeni ili uje utoe vizuri hizo diode ambazo zimeharibika. Hapo kuna diode moja haipo. Ukiangalia vizuri hapo kuna diode moja haipo. Imeondolewa sijui na maji, sijui dondoka kwenye maji, sijui anaiweka mdomoni, hapo ndo sijui. Unaona hapa diode zote zipo hapo tunakoenda kubadilishia. Tunatoa huku tunaweka huku. Kwa hiyo tunatoa vidiode hivi tunabadilisha tunaweka huku. Hatutoi IC iko vizuri na system charger iko vizuri. Naenda kutoa hizo diode, alafu itakuja kuonesha tukipima moto wetu, utaona moto huko voltage ngapi. Tuende sasa kutengeneza. Kwanza tunatafuta njia za ile diode iliyokuwa imetoka. Ile diode iliyokuwa imetoka tunapalua hapo kutafuta njia yake, ili tukiweka ishike vizuri. Hapo unapoona napokuonesha hapo, parua vizuri. Angalia usishikanishe njia hapo, sababu ukiparua ukaparua na sehemu ambayo sio, ukija kuweka risasi au soda waya inashikana. Kwa hiyo inabidi uwe makini kidogo.
Alafu ukimaliza unafanya usafi ili njia zako zionekane vizuri, ili hata ukija kuweka soda waya uone unaweka wapi. Usafi ni muhimu, safisha. Weka soda yako kwenye sehemu umeparua. Alafu ukishamaliza sasa, hapo ndo nakuja kutafuta hivyo viresistor au diode, uviweka hivi hapo. Nakuja kutoa sasa hivyo, kuja kuvihamishia huku. Jitahidi uangalie vizuri jinsi utakavyoitoa ile diode huku, ndio uje uipachike hivyo hivyo, usigeuze, uje uipachike hivyo hivyo kwenye motherboard yetu ambayo tunaitengeneza au sehemu tunakotengeneza. Yaani usigeuze au kuiweka tofauti jinsi. Uwe makini na unavyoipeleka, kwamba ulivyoitoa kule uweke huku hivyo hivyo, kwa sababu hazionyeshi positive na negative iko wapi. Kwa hiyo inabidi uwe makini jinsi ulivyoitoa. Ukibandua hivi inabidi uipachike vile vile. Kama mimi hapo unaona niko makini sana hapo, inabidi umakini uwepo. Kuna mtu nimeona kwenye group letu anauliza nani simu yake akitengeneza simu, huyu ni fundi, akitengeneza simu inaonesha voltage 2.4 kitu kama hicho, 2.4 voltages. Kwa hiyo ukiona unapima voltage, inaleta voltage hizo kuanzia 1.4.3 na 3.4, haifikishi 4.1 au 4. Hiyo itakuwa sio IC wala system charger, itakuwa ni diode ambazo zinapakana na IC charger. Hizo IC ya system charger ndio tatizo kubwa kwa galipo hapo. Lakini mara nyingi ukiona hivyo, na cha kwanza inabidi kwanza ubadilishe system charger. Ukibadilisha system charger ukaona moto bado uko vile vile, njoo utengeneze hilo tatizo, itakuwa hapo hapo. Unaweza ukabadilisha vyote hivyo vidiode vyote ukavitoa ukaweka vingine, na inakubali vizuri, kwa sababu hicho kitu nishawahi kukifanyaga mimi. Na hapo ukiangalia asilimia nyingi hapo nimebadilisha vyote, nimebakiza kidiode kimoja tu, vingine vyote nimebadilisha hivyo.
Jifunze ufundi na Fundilichi, utapata maarifa zaidi na hakuna kitu utakwama. Utapata vizuri tu, ufundi wako utapendeza, utakuwa unajifurahia wewe mwenyewe kuwa fundi. Lakini kipindi unaangalia video usisahau kusubscribe, comment ambapo haujaelewa, ili tuwe pamoja sana. Hapo unarudishia nini? Unarudishia ile IC uliyokuwa umetoa, alafu ukisharudishia ile IC kuja kusafisha. Ukishasafisha unakuja kurudishia terminal. Unakuja kurudishia terminal. Ukisharudishia terminal unakuja kutest. Twende hapo, unarudishia terminal hapo tulizokuwa tumetoa, ili tuende kutesti. Hivi vitu vinahitaji uwe na blower, sio moto wa kiberiti, kwa sababu ukitumia kiberiti hapo inakuwa kishaisha zamani, kishaharibika. Vingine waga vinaharibikaga, vinaungua. Kwa hiyo ukitumia blower ni nzuri zaidi, na moto wa kiberiti huwezi ukaubalance, lakini moto wa blower una ubalance vizuri. Sasa hapa tunaenda kupima kuona imekuja voltage ngapi. Tumemaliza kazi yetu, tunaenda kupima zimekuja voltage ngapi. Pale ilikuwa 3.4 ambayo ni 3.4 voltages. Kwa hiyo ngoja tuende kupima itakuja ngapi. Kupima hapo, unaona imekuja 4.7 hapo. Inachaji vizuri na simu yako inajaa tena faster, yaani hapo iko fast kabisa.